Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 13 ya mwezi wa 3, kipindi hewani Utupe Leo Riziki Yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Bwana Liba kuletea neno la uchumi kila siku kwa mwaka huu mzima. Tulikuwa na tafakari kuanzia jana ya kwamba jifunze kuangalia vitu visivyo fedha, sifa zisizo fedha, ili kuona thamani ya kitu ulicho nacho. Usiuze tu kitu kwa kuona ya kwamba kwa kuangalia msukumo wa fedha, angalia sifa nyingine zisizo fedha, pengine itakipa thamani zaidi utakapokiuza, au itakufanya usikiuze kwa sababu ina thamani zaidi. Na jana ni kusomea Yeremia 32 mstari wa 16 hadi 17, maelekezo ya Mungu akimpa Yeremia kununua shamba la mpwa wake, mtoto wa mjomba wake. Na Mungu anamwambia kwa sababu baadaye mashamba katika mji huu yatanunuliwa na yatauzwa. Na Yeremia anatii hata kama haoni kule Mungu anaona, anamsemesha, lakini akatii, akanunua yale mashamba. Katika hii habari ambayo hatutarudia leo kuisoma, nilisoma jana, kama unaweza kusoma soma kwa muda wako Yeremia 32:6-17, au sikiliza kipindi cha jana. Nataka uone mambo kadhaa kwenye hii habari, mambo kadha wa kadha nataka uyaone kwenye haya habari. Jambo la kwanza ambalo nataka ulione, Mungu alimwambia Yeremia anunue shamba wakati ambao eneo hilo lilikuwa halina thamani kwa macho ya nje. Ni muda ambao ukiangalia utaona Wakaldayo walikuwa wameharibu ile nchi ya Benjamin. Kwa hiyo ni mji uliokuwa hautamaniki, umetiwa moto na una maboma, hautamaniki kwa jinsi ya macho. Ukiangalia mstari wa 18 na kuendelea hadi mstari wa 35 unaona jambo hili kwa undani. Hatukusoma jana, lakini soma kwa muda wako mstari wa 18 hadi mstari wa 35, utaliona jambo hili. Wakaldayo walikuwa wameharibu kabisa ule mji. Ndio maana Yeremia hakufikiria kununua hilo shamba. Na kama isingekuwa Mungu kumsemesha, mtoto wa mjomba wake alivyomfuata, pengine angegoma kununua. Ni hela ambayo, au nchi ambayo haikuwa ina thamani. Asingetamani kununua kwa sababu ni kama unapoteza. Jambo la pili nataka uone ni kwamba hiyo thamani Yeremia hakuiona, na wala hakuona ule mji miaka kadhaa mbele. Sio tu kwamba hakuona thamani ya sasa, lakini thamani ya mbele Yeremia hakuona. Ndio sababu Mungu alimwambia jinunulie hili shamba, mpwa wako anakuja, akija nunua. Kwa nini? Kwa sababu mbele huko baadaye mashamba yatauzwa tena. Mstari wa 26, kwanza wa 16 hadi 25 ndio unatuambia Yeremia sasa anarudi kwenye maombi kumuuliza Mungu, kwa nini ninunue? Na Mungu anamjibu. Na mstari wa 26 hadi mstari wa 48 pia unaona akijibiwa. Mstari wa 26 hadi 44 unaona akijibiwa. Sala yake iko mstari wa 16 hadi 25, mstari wa 26 hadi 44 anajibiwa. 16-25 sala, anamuuliza Mungu, kwa nini umeniambia ninunue? Na unajua mstari wa 26-48 anamjibu. Na kwa kiufupi unaona kwamba thamani ya shamba na mji viko imefichwa kwenye mipango ya baadaye. Mipango ya baadaye ile eneo ilikuwa imeficha. Na kwa hiyo pia usiache kununua eneo unaambiwa ununue, kama tukija kwenye mfano unasema ni polini au ni mbali. Hata leo nchi zetu zina vitu vinaitwa mipango miji. Unaweza kufuatilia kwenye halmashauri, kwenye manispaa, watakwambia mpango wa baadaye wa hilo eneo. Na mpango wa baadaye wa eneo unaweza kuwa una thamani kubwa sana, umelipa lile eneo hata kama leo haionekani. Kwa hiyo fanya maamuzi kwa sifa zisizoonekana, kufuatilia vitu vya ndani ili vikupe kufanya maamuzi kwa vitu vya nje, na hiyo kwako inakuwa ni ufunuo kwa baadaye. Kisha unafuatilia na unajua ya kwamba baadaye hapa pana nini. Kuna watu wengi sana ambao nimewaona, kwa mfano wameuza nyumba au maeneo yao, na mwezi mmoja baadaye pale walipouzwa panatangazwa kuwa eneo kubwa sana la biashara, na wanatamani wangesubiri kidogo wauze, lakini hawakujua. Kwa hiyo nini walichokiwa na fedha ile kwa inawajia. Na kuna watu ambao wana taarifa hapo patakuwa na kitu fulani baada ya mwezi mmoja, kwa hiyo wanakuja kununua kwa bei ya hasara. Ukishaona mtu anakuletea ofa ya hela, usifanye haraka kuuza kitu ulicho nacho. Fuatilia sifa zisizo fedha, pengine zimeficha thamani kubwa ya hilo eneo kuliko unavyofikiri. Jambo la tatu unaloliona, Yeremia alipopewa maagizo ya Mungu kununua shamba, alitii, hakusita, hakutaka kwanza kujua kwa nini. Hapana, alitii. Kumbuka tulikotoka, ukishaona fanyia kazi, na kufanyia kazi moja wapo ni kutii. Na unakumbuka mfano wetu wa yule mtu na mfanyabiashara kwenye Injili ya Mathayo sura 13 mstari wa 44 hadi 46. Wote, mtu alipoona hazina alifanyia kazi, alinunua. Mfanyabiashara alipoona ruhusa ya thamani alinunua, alifanya maamuzi mara moja. Hakikisha unafanyia maamuzi kile ambacho unakisikia ndani. Mungu anapokusemesha acha kuangalia mazingira. Ukishaanza tu kuangalia mazingira na kuliko kuangalia kile Mungu anachokusemesha kufanya,
unaweza kupishana na fursa yako. Sikiliza ndani kitu ambacho unasikia unasukumwa kufanya bila kusita, fanyia maamuzi. Hiyo ndio itakupa kuwa mtu wa tofauti, ndio itakupa mtu kuwa tofauti. Biblia inasema Mungu hapendi mtu anayesita. Kwa ukishaona Mungu amekusemesha na msukumo ndani yako na uhakika na kitu Mungu anakusemesha, fanyia maamuzi. Maswali mengine ya kwa nini, nifanyeje, unaweza kumuuliza Mungu baadaye. Jambo la 4 nataka ujifunze tofautisha vitu Mungu anavileta kwako kama uwekezaji au kwa ajili ya kukutajirisha na vile ambavyo anavileta vyako kwa milki yako ya kudumu, kwa mali yako ya kudumu. Jifunze muda wote kutofautisha vitu vinavyokuja mkononi mwako kama fursa za kukutajirisha au kufanikisha kiuchumi na vile ambavyo Mungu anavileta vyako kama milki yako au vya kumiliki, vya kuishi, sio vya kuuza. Lazima kuna vitu vinakuja kwako kama vya kuuza na kuna ambavyo vinakuja kwako si vya kuuza. Yeremia alinunua shamba ili baadaye limfanikishe kiuchumi. Halikuwa la kwake la kujenga nyumba aishi, halikuwa la kwake la kulima, japokuwa litakuwa na thamani baadaye, lakini kwake ilikuwa ni kwa ajili ya kumfanikisha kiuchumi. Unasema umejuaje? Ndio maana alipewa maelekezo ya kusaini hati 2. Akasaini hati ya kununua ambayo imesainiwa vizuri kabisa na mashahidi na kuweka mihuri, na akasaini hati nyingine ambayo ni tupu, ili muda ukifika wa kuuza sijifikirie mara mbili. Angalia, akampa Baruku amtunzie pia. Ikitokea mteja anauza tu, kwa sababu Yeremia tayari alishasaini ile hati iliyoko wazi, muuzaji anajaza jina lake, anachukua lile eneo. Hii ni kwamba ile eneo lililetwa kwa kama fursa ya kumfanikisha kiuchumi kuliko eneo la kuishi au la kujenga. Unaweza kununua eneo leo, kwa mfano tubezi mfano wetu leo kwenye eneo, baada ya miaka 10 ukaona ni mjini katikati na ukatamani ujenge nyumba uishi hapo, lakini kumbe wewe ulipewa kununua hilo eneo hapo ili yawe maandalizi ya kukufanikisha baadaye. Usipende kuishi hapo kama sio sehemu Mungu anakusemesha kuishi. Uza, kanunua eneo jingine zuri zaidi sehemu nyingine, ujenge na uishi huko. Unaweza kawa ni kama huyu mtu aliyenunua shamba na hazina, baadaye akaja mtu kanunua ruru moja tu ambayo ilitosha kurudisha hela yake yote pengine na faida. Chukua hiyo hela kajenge sehemu nyingine. Inawezekana hela ambayo utauza hapo sasa ikakutosha kwenda kununua kiwanja sehemu nyingine na kujenga nyumba kabisa, kuliko kwanza tena utafuta hela ya kujenga hapo ambapo ni katikati labda ya mji. Sasa unapoona pengine hata ujenge nyumba ambayo sio ya hadhi ya eneo lenyewe. Siku hizi hata serikali zinaamua maeneo fulani zijengwe nyumba za aina fulani. Kwa hiyo usifanye haraka kuuza wala usifanye haraka kuishi kwenye eneo kama umenunua, kama ni mfano eneo au kama ni kitu chako. Hakikisha unasikiliza ndani ya kwamba hiki kimekuja kwako kukufanikisha au kimekuja kwako kufanya kazi ya namna gani. Mungu akubariki sana. Kesho tutakutana tena kwenye kipindi kama hiki saa 12 asubuhi. Amen.